Usiogope kwenda JKT kwa mujibu. Kwa sasa vijana wengi walioitwa Jeshi la Kujenga Taifa kwa mujibu wa sheria wapo kwenye mawazo mengi. Kule kuna maisha gani? Nitaweza kweli? Kama nikishindwa kuzoea je? Lakini ukweli uko hivi. Watu wengi wanaogopa kabla ya kwenda, baadaye ndiyo huanza kuzoea na kujifunza haraka zaidi. Karibu Jack Media TZ. Kila hatua ni maarifa na kila maarifa ni nguvu. Leo tunaongea na vijana wanaojiandaa kwenda JKT kwa mujibu. Na kwa nini hawapaswi kuingia na hofu kubwa kupita kiasi? Namba 1. Hofu ni ya kawaida. Kwanza kabisa ni muhimu kuelewa kwamba kuwa na hofu kabla ya kwenda sehemu mpya ni jambo la kawaida, hasa unapokwenda mazingira ambayo hujawahi kuishi kabla. Namba 2. Wengi huanza wakiwa na presha. Watu wengi wanaokwenda JKT kwa mara ya kwanza huwa na presha, mawazo mengi na wakati mwingine huogopa simulizi wanazosikia kutoka kwa wengine. Lakini kadri muda unavyoenda, wengi huanza kuzoea mazingira taratibu. Namba 3. JKT sio mwisho wa maisha. Baadhi ya vijana huingia wakiwa wanafikiri maisha yatakuwa magumu kupita kiasi au hawataweza kabisa kuendana na mazingira. Lakini ukweli ni kwamba JKT ni sehemu ya kujifunza nidhamu, kujitegemea, teamwork na kuzoea mazingira tofauti ya maisha. Namba 4. Kujiandaa ndilo jambo muhimu. Badala ya kuwa na hofu kupita kiasi, ni bora zaidi kujiandaa kimwili, kujiandaa kisaikolojia na kufuatilia taarifa sahihi kuhusu mazingira ya JKT. Namba 5. Usiishi kwa simulizi pekee. Ni vizuri kusikiliza uzoefu wa wengine, lakini usijenge hofu kwa kutegemea simulizi zote unazosikia kwa marafiki, kwa sababu uzoefu wa watu hutofautiana. Kumbuka, wengi waliowahi kwenda JKT walikuwa na hofu mwanzo, lakini baadaye walikuja kuzoea mazingira na kujifunza mambo mengi mapya. Kwa hiyo, kama umeitwa JKT kwa mujibu, usiingie na hofu kubwa sana. Jiandae vizuri, kuwa tayari kujifunza na jipe muda wa kuzoea mazingira mapya.